Kanisa au utume wa Kristo unaendelezwa na sisi. Walianza mitume ambao aliwaita Kristo mwenyewe, na baadaye wafuasi waliofuatana na wale mtume walifuatana na Kristo, lakini pia na mitume wenyewe. Hao walifanya sehemu kubwa ya utume, waliuendeleza. Wengi wao ni watakatifu ambao tunawafahamu, wengine hatuwafahamu. Lakini baada ya wale tupo sisi. Kanisa linaendelea chini ya uongozi wake, linaendelea uongozi wa Roho Mtakatifu. Huu ni mpango wa Mungu. Wazo lililo katika masomo ya leo ni kwamba mpango wa Mungu kuhusu ukombozi wa wanadamu ni mpango wa kweli. Mpango wa Mungu kuhusu ukombozi wetu ni mpango wa kweli. Mpango huu yeye ambao ameuweka umetimizwa kwa namna ya pekee. Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake, ni mwaminifu kwa mipango aliyoweka. Jinsi alivyo mwaminifu kwa malengo yake, tunaona alipotimiza huu mpango wa ukombozi. Yeye alituumba ili tuishi milele, lakini baada ya kuanguka dhambini ameona aweke huu mpango wa ukombozi, ambapo amechukua mwili akawa mwanadamu, na hivi akatukomboa katika hali inayofanana na yetu, lakini bila kuingia katika dhambi. Huyu ndiye Kristo ambaye kwa kweli ameondoa dhambi ya asili na dhambi zingine, akatufanya wana wa Mungu. Fundisho la kwanza kabisa hilo la uaminifu wa Mungu kwa ahadi ya ninyi waimarishwa leo, mjitahidi kuiga sura ya Kristo mnyenyekevu, mvumilivu, lakini ambaye amependa afikishe kwa uaminifu habari aliyotumwa Mwenyezi Mungu. Katika mazingira yetu ya leo, ambaye anapaswa kumtambulisha Kristo ni sisi kwa namna ya maisha. Kwa namna gani? La kwanza ni hili: kulinda mahusiano ambayo sisi tumefundishwa, mahusiano kati yetu na Mungu na wenzetu. Na haya ndio mahusiano yaliyobomolewa na dhambi ya asili na dhambi zingine. Kwa njia ya ubatizo, Kristo ametufundishia mahusiano hayo tena. Sasa tunatakiwa tudhihirishe haya mahusiano mema kwa kuishi vema, kulinda mahusiano mema na Mungu tukiwa na mioyo safi. Jambo la pili, tunatakiwa tusikate tamaa katika kutimiza wajibu wetu kama Mtume Paulo alivyofanya. Lakini katika somo la kwanza, sura ya mtumishi aliyeteseka kusudi kuhakikisha taifa la Israeli linaokolewa, au Kristo mwenyewe alipojitoa akateseka akafa kusudi wanadamu wote waokolewe, tunao wajibu wa kuhakikisha sisi tunatimiza wajibu wetu wa imani, wajibu wa ubatizo, wa kuishi vizuri na kushindana na udhaifu au nguvu za giza na mengine yote, hata habari njema ya Kristo ikasimikwa vizuri. Zaidi ya hayo, ili kufaulu vizuri katika hayo, natakiwa kujitambua. Nitambue kwa Mkristo. Mimi najitambua Antoni, tena kwa nafasi yangu najitambua kama Mkristo. Jitambue kama Mkristo aliyebatizwa, ambaye amemkataa shetani na ambaye amekataa mambo yake, mwenye wajibu wa kusali, mwenye wajibu wa kuomba, mwenye wajibu wa kukemea maovu, mwenye kupata nguvu yake kupitia sakramenti, lakini mwenye kumdhihirisha Kristo kwa